mambo yanayofanyika, hawaoni kazi inayofanyika. Sasa nyinyi mkikaa hapa wenyewe na mliozunguka mikoani na mawilayani mpaka vijijini, kila kijiji kina umeme, maana yake kuna kazi imefanyika, na tuna maelfu ya vijiji ndani ya nchi hii. Kila wilaya ina hospitali ya wilaya ambazo hazikuwepo, maana yake kuna kazi inafanyika. Kila mkoa una hospitali ya rufaa ya mkoa, maana yake kuna kazi imefanyika. Ukienda kwenye sekta ya kilimo, mbolea za ruzuku, pembejeo za ruzuku zinatolewa na serikali, maana yake kuna kazi inayofanyika ipo. Ukienda kwenye miradi ya maji, miradi mingi inajengwa ya gharama kubwa kabisa tofauti na awali, maana yake ipo kazi. Miundombinu ya barabara ni kupita kwenye lami kuanzia Dar es Salaam mpaka Kigoma, Dar es Salaam mpaka Mbeya, Dar es Salaam mpaka Arusha. Hayo yote ni maendeleo ambayo yamefanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Lakini ukienda katika sekta ya nishati, madini na kadhalika, mambo mengi mazuri yamefanyika. Sasa anaposimama mtu kwa makusudi anasema hatuoni kilichofanyika, maana yake huyu mtu ni muongo. Na uongo ukisemwa sana huwa unageuka ukweli. Nani wa kuusema huo ukweli? Ni sisi Watanzania wenyewe, waandishi wa habari kupitia kalamu zenu, lakini Watanzania pia wanaona yale yanayoendelea kwenye maeneo yao. Mfano, tulikuwa na miradi mikubwa sana ya fedha nyingi sana, miradi ya kimkakati ya taifa letu, ambapo miradi hiyo imeanzishwa awamu ya 5 wakati Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa makamu wa rais. Na miradi ile wakati Dr. Magufuli anafariki, mingi ilikuwa haijafika 35%. Tukianza na bwawa la Mwalimu Nyerere ilikuwa 31%. Mradi wa trilioni 6 bilioni 500 ambao unazalisha megawati za umeme 2115. Ule mradi leo tunapozungumza Dr. Samia Suluhu Hassan ameshaukamilisha na umeshaunganishwa kwenye gridi ya taifa, na umeme huo unatumika kwa Watanzania mikoa yote. Sasa mtu anakuambia kazi haijafanyika, maana yake huyu ni muongo na ni tapeli wa kisiasa. Ukija reli ya kisasa hii ambayo SGR mnapanda kila siku, treni kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma, watu wanasafiri, treni imenunuliwa. Ule mradi ulikuwa 34%. Mradi wa trilioni 7 bilioni 200 umeshakamilika, kazi kubwa imefanyika. Ukienda Mwanza, mliofika kanda ya Ziwa, tuna daraja pale la Kigongo Busisi la bilioni 700, daraja la Magufuli ambalo lilikuwa asilimia pia 32. Leo ule mradi umeshakamilika, magari yanapita ziwani, maisha yanaendelea. Ukienda hospitali za rufaa, kuna vifaa tiba vya fedha nyingi, digital x-ray machine, CT scan zipo mle ndani. Zamani watu wanatoka mkoa mmoja kwenda Muhimbili. Leo kila mikoa ina facility, huduma zipo, vifaa vipo, wanatibiwa katika mikoa yao. Moja, imeepusha gharama, lakini mambo ya maisha ya uboreshaji wa afya yanakwenda vizuri. Vifo vya mama na mtoto vimepungua, wodi za wazazi zimejengwa. Sasa anaposimama mtu anajaribu kutengeneza uongo, maana yake huyu ni tapeli wa kisiasa na hajui anachokifanya. Sasa Watanzania lazima watambue kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi imedhamiria kupeleka huduma kwa wananchi wake. Tangu zamani imefanya na leo inaendelea kufanya. Kwa upotoshaji huu lazima tuukemee kwamba mambo mengi makubwa yamefanyika katika nchi hii. Mapato yanakusanywa vizuri, uchumi unakwenda vizuri. Ukienda bandarini pale, kazi kubwa imefanyika. Uwekezaji wa bandari umeongeza mapato, lakini ulipotoshwa sana wakati uwekezaji unaanza kufanyika. Ukienda TANESCO huko kwenye shirika letu, kazi kubwa imefanyika. Miundombinu mingi imejengwa na maboresho makubwa yamefanyika. Nishati sasa hivi imetulia, tofauti na mgao ambao tulikuwa tuna experience miaka 2-3 hapo nyuma. Sasa wanaposimama watu wakatoa taarifa za uongo, hilo jambo lazima tulikemee na lazima tulitolee ufafanuzi, na tuwaombe wenzetu kwamba wawe wa kweli kwa yale ambayo yanafanyika. Na upotoshaji mwingine ambao unafanywa